Kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 3 na ule mstari wa 5. Yes, asante Roho Mtakatifu. Nianzie ule mstari wa 3. Yohana Mtakatifu sura ya 3, nianzie pale mstari wa 5 na kufundisha njia ya kumpokea Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema hivi kwenye Yohana 3:3 mpaka atakapoishia. Inasema hivi, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Watu wa Mungu, angalia, iko hivi. Yesu akamjibu Nikodemo akasema, mtu asipozaliwa mara ya pili, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Unaposikia kuzaliwa mara ya pili, Yesu alimaanisha kwamba uweze kuacha yote ya zamani, uweze kuacha dhambi, ujitenge na mabaya, maisha ya ulevi uyaache, maisha ya bangi uyaache, maisha ya ukahaba uyaache, maisha ya usagaji uyaache, maisha ya ulawiti uweze kuacha. Angalia, Yesu akasema mtu asipozaliwa mara ya pili, mtu asipoacha uchawi, mtu asipoacha kuroga, mtu asipoacha umbea, mtu asipoacha usengenyaji, mtu asipoacha mambo mabaya, hawezi akaingia katika ufalme wa mbinguni. Maana kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho.